Karibu tena Eco Africana TV, ni siku nyingine tena. Huu ni mwaka mpya, kwa hiyo tunaendelea kuwaletea vipindi mbalimbali vya elimu za mashine za kilimo na ufugaji. Sasa unazoziona hapa ni brush cutter. Sasa huku kushoto kwangu, kulia kwangu kuna brush cutter ya 4 stroke ambayo ni ya begani, lakini huku kulia kwangu kuna brush cutter ya 4 stroke ya mgongoni. Sasa hizi zote ni brush cutter, lakini zina utofauti katika utendaji kazi. Moja kuna utendaji kazi fulani inafaa zaidi na kuna moja utendaji kazi fulani inafaa zaidi. Sasa watu wengi hawajui kutofautisha kati ya brush cutter ya mgongoni na begani. Najua vipindi vilivyopita nilielezea utofauti wa brush cutter za 2 stroke, 4 stroke, engine aina mbalimbali kama engine za 4 stroke za 180, 150, 156F, 139F, FA na nyingine nyingi. Zipo nyingi sana. Umeona engine aina tofauti. Sasa vitu vinavyofanana kutoka brush cutter hii na brush cutter hii. Cha kwanza, hii ya begani, hii ni 4 stroke, model namba 139 FE, na hii nayo ya begani model namba 1. Hii nayo ni 4 stroke, model namba 1. Sasa ukitaka ujue sasa kama ni 4 stroke, cha kwanza hakikisha inasema kuweka oil. Inasema kuweka oil hapa. Sawa Alafu inasema kuweka mafuta. Na hii 4 stroke ya begani nayo inasema kuweka mafuta hapa. Hapo unaweka mafuta na hapo unaweka oil. Sawa Lakini hakikisha injini yako ni model namba 139 FA. Kuna model 139 FA na kuna model namba 139 F. Kuna model namba 156 F. Kwa kuna model nyingi. Zote hizo nitakuja nitaelezea baadaye. Sasa nataka nikutofautishe kwa nini utofauti wa brush cutter begani na brush cutter ya mgongoni. Sasa tukianza na brush cutter ya begani. Sawa Brush cutter begani huwa inavaliwa begani namna hii. Simple. Namna hii. Kwa hii hapa matumizi yake hapa inakuwa kuna switch ya kuzimia na kuwasha. Hii inakuwa kuna accelerator hapa kama unavyoona hii hapa. Accelerator yake hapa. Umeona kwa unakuwa unabeba namna hii. Kwa hiyo inakuwa bebaji wake ni urahisi. Lakini sasa hii kazi yake kubwa sana ni kusafishia mashamba, kuvunia ngano na mpunga, umeona au kata majani. Umeona? Yaani sana ni kwamba kwenye harakati kazi zote za kusafisha mashamba au kufyeka majani, hii ndio inakuwa nzuri sana. Kwa nini inakuwa ni nzuri sana? Kwa sababu movement ya kukata majani, kwa sababu kama ukiwa umeshika fyekeo huwa unafyeka kwa kuelekea kushoto na kulia, si ndio? Kwa hiyo sasa na hii inatakiwa ichukue mechanism ile kwamba body inakuwa inazunguka yote. Kwa hiyo unakuwa umekaa namna hii, unazungusha namna hiyo, unakuwa unaenda kushoto na kulia. Kwa hiyo kwamba hata kama ukiwa unavuna ngano au unavuna mpunga au unakata majani inakuwa rahisi katika utendaji kazi. Umeona Hii kazi yake sana ni hiyo katika kufanya kazi hiyo. Lakini hii hapa brush cutter ya mgongoni utavaa namna hii. Ngoja tuvae hapa. Utavaa namna hii, utashika kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo sasa unavaa namna hii. Kwa hiyo uvaaji wake kama unavyoona hivi. Unavaa hivi. Baada yake unashikia, kuna mshikio mmoja unakuwa hapa mbele, mwingine unashikia hapa. Kwa hiyo accelerator yake inakuwa ni hii hapa. Inakuwa na accelerator, switch yake hii hapa kuweka off au unanilia kuweka kuzima na kuwasha, na hii kushikilia ili jembe lako lizunguke. Sasa brush cutter hii sasa ni kwamba brush cutter hii kazi yake kubwa ambayo itakuwa inakurahisisha kazi kwenye kupalilia, kwenye kutifuatifua, inakuwa inakupa utendaji kazi mzuri zaidi, kwa sababu wakati ukiwa unalima au kupalilia lazima mkono mmoja uwe mbele hapa, mkono mmoja uwe nyuma. Sawa kama unataka mashine ambayo wewe special una kazi yako nyingi zitakuwa ni kwenye kupalilia au kutifua, basi tunakushauri uchukue ya mgongoni. Lakini japokuwa ya mgongoni pia inaweza kufanya kazi za kufyeka majani, kusafisha shamba na kupalilia. Kwa hiyo nayo inaweza kufanya hizo kazi. Kwa hiyo zote ni nzuri, lakini tofauti yake ni hapo. Ni kwamba hii kwenye kupalilia na kutifua inakuwa inafanya kazi vizuri zaidi, lakini ile kule begani inakuwa kwenye kusafisha shamba na kufyeka majani inakuwa ni nzuri zaidi.
japokuwa ile inaweza ikapalilia na kutifua, na hii pia inaweza kupalilia na kutifua, lakini inakuwa inazidiana katika baadhi ya nini ya utendaji kazi, inakuwa inazidiana. Kwa hiyo wewe ndio utaangalia, je, wewe unataka katika kazi zipi? Kama unataka kwenye kazi ya multipurpose, yani mashine ambayo inafanya kazi zote, basi mimi nitakushauri uchukue nini, hii hapa ya mgongoni. Kama unataka ufanyie kazi zote, yani kufyeka majani, kusafisha shamba, sijui kupalilia, basi hii hapa. Lakini hii ya mgongoni nitakupatia ufanisi mkubwa kwenye kufanyaje, kwenye kupalilia na kutifua. Kwa hiyo hizi bashikata zote zinapatikana hapa kwetu Eco Africana. Kwa hiyo sisi tunahakikisha kwamba mashine yako inakuwa ina ubora, kwanza engine yake iwe imara na ni nzuri, sawa, ambayo itakudumu kwa muda mrefu, haina vibration sana. Lakini kitu kingine tunachozingatia ni kwamba sisi kote tuuzi bashikata za 2 stroke. Bashikata za 2 stroke hatuuzi kabisa. Ukija kwetu utajipatia bashikata za 4 stroke peke yake, aidha hiyo ya mgongoni au ya begani. Tunakuuzia bashikata za 4 stroke. 2 stroke kusema ukweli kabisa, 2 stroke sio nzuri. Hatukushauri kama wewe mteja ununue bashikata ya 2 stroke. Ufanisi wake sio mzuri, ina vibration kubwa, kwa hiyo itakuumiza mgongo na mambo mengine. Pia spare ni ngumu sana kupatikana. Kingine ni kwamba bashikata tunazouza sisi ni tofauti na kampuni nyingine. Kwa hiyo na kushauri unapoenda kununua bashikata sehemu, ujue utapata spare. Watu wengine wanakuja ofisini kwetu wanataka bana, wamenunua bashikata sehemu fulani, wanataka spare ambazo sisi model hiyo kama hatuna. Unazo model ambazo zinapatikana ofisini kwetu tu. Kwa hiyo tunamshauri kama unataka uwe na uhakika kupata spare, basi nunua bashikata wetu ya model namba 139 FA. Hizo ndio engine ambazo zinapatikana ofisini kwetu. Sasa cha kuongezea kwenye bashikata hizi, ukinunua kwetu, kitu cha kwanza na kuzingatia, hakikisha unaweka grease humu kwenye jembe la kupalilia, na huku unaweka grease hapa. Grease hicho kitu cha kwanza vya muhimu. Na huku juu kwenye hii ya mgongoni, kwenye huu mkono wa kupinda huu, sawa, hakikisha humu unaweka grease upande huku na upande wa pili huku. Weka grease. Ni muhimu sana kuweka grease. Kitu kingine ambacho watu wanasahau ni kwamba oil weka namba 40, lakini mililita 100. Oil kizidi mashine yako haitafanya kazi. Oil kizidi wapi? Ni kwamba oil unaweka hapa. Wewe angalia kile chenyewe ni hapa, ni kidogo sana, kieneo kidogo sana. Kwa oil unaweka ni kidogo sana. Mfano kama chupa yako hii hapa ya juice, si ndio? Hii ina mililita ngapi? 300. Kwa hiyo hii utaigawa mara 3, yani utaigawa level ya kwanza, level ya pili. Kwa hiyo hii almost utakuwa utatumia kwa sababu kila baada ya wiki utabadilisha oil, si ndio? Kwa hiyo hii utatumia oil ya size hii utatumia wiki 3. Kwa hiyo utachukua oil robo, utamimina hapa, na wakati wa kumwaga unamwagia tu hapa. Lakini kitu cha kuzingatia ni kwamba hakikisha una pump mafuta hapa, sawa? Choki hii ishuke chini, hii choki shusha chini. Ukishusha chini, ukipump mafuta, sawa, ndipo uvute kiki. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Kingine, hakikisha switch yako iko on. Kama ni kwa hii, weka on. Kama ni kwa hii, weka on. Ndipo hapo baada hapo washe mashine yako. Kwa hiyo hivyo ndio vitu baadhi ambavyo ni vya muhimu kwenye brush cutter. Kwa kama unahitaji brush cutter kama hizi, zinapatikana kwetu Eco Africana kuanzia 6,500, 6,500, 7,500 na kuendelea. Inategemeana na wewe unataka vifaa vya aina gani au vifaa vya aina gani. Kuna tools nyingi sana ambavyo vinatumika. Kuna majembe tofauti zaidi ya 15. Karibu sana Eco Africana. Tupo Dar es Salaam, Tegeta, Nyashozi. Kama upo mkoani tutakutumia mzigo mkoa wowote uliopo. Kwa hiyo tucheke namba zetu ambazo unaweza kwenye video hii, alafu tupigie simu tuelekeze bidhaa gani unahitaji au kitu gani ambacho umekwama kwenye bashikata yako, unahitaji msaada, au spare gani ambayo umeitafuta umeikosa lakini unahitaji. Tupigie kwenye namba zetu, utapata spare zote za brush cutter. Karibu sana, napenda sana. Tukutane kipindi kijacho.